Naam, sehemu ya Wakenya imeeleza wasiwasi kuhusu mfumo wa mchango wa lipa polepole ulioanzishwa na mamlaka ya afya ya jamii SHA, wakitilia shaka uhusiano kati ya SHA mfuko wa ujumishaji wa kifedha unaojulikana sana kama Hustler Fund kupitia mpango huu mpya wa malipo kwa awamu ambao umeanza kutekelezwa Juni. Wakenya walioajiriwa binafsi sasa wanatakiwa kulipia ada ya mwaka mzima. Nikiripotea Dira ya GMS, jina langu ni Abdali Ado. Sana mwanahabari wetu Abdul kwa taarifa hiyo. Tukiangalia ni kwamba mauaji ya mwalimu Albert Ojwang ameibua tumbo joto baada ya kuchukuliwa nyumbani kwao mwendo wa saa 7 mchana na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Iliripotiwa kuwa alipigwa hadi kufariki. Mwanahabari wetu Manke Imanu wanatuelezea safari za mwisho ya mwendake Ojwang. Naam, kifo ya mwanablogu Albert Ojwang alifariki baada ya kukamatwa jana chini ya saa 24. Wazazi anapokea habari ya kifo cha mwanawe katika kituo cha polisi. Polisi wakadai kwamba mshukiwa alijigonga kichwani kwenye ukuta na harakati ya kupeleka hospitalini anatangazwa kuaga duniani. Nikiripotea Dira ya GMS, jina langu ni Manke Imanu. Ukanda wa kaskazini mashariki mwa Kenya ameendelea kukabiliwa na changamoto sugu ambazo zimeathiri maendeleo ya eneo hilo kwa miaka mingi, kuanzia mashambulizi ya mara kwa mara ya kigaidi, miundombinu duni hadi ukosefu wa huduma bora za serikali. Wakazi wa maeneo hayo wamesema wameachwa nyuma katika ajenda wa kitaifa ya maendeleo. Mwanahabari wetu Filsal Ismail anatuelezea changamoto inayokumba wakazi wa maeneo haya. Maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya ni mojawapo ya maeneo yaliyotengwa na serikali ya Kenya kwa miaka na mikaka, kuanzia dau la elimu, huduma za afya na miundo mbinu za kimsingi. Kwa muda mrefu sasa, maeneo haya yalikuwa yakikumbwa na msuko wa ugaidi, uhalifu, miungaji wa kiholela na ufisadi wa kubanwa ni Wakenya walalahoi kuanzia Garissa, Mandera na Wajir. Je, ni nani mtetezi wa Kenya? Ujumbe kwa serikali ni Kenya ni jina, nchi ni sisi. Nikiripotia Dira ya GMS, jina langu ni Filsal. Shukrani sana mwanahabari wetu Filsal kwa taarifa hiyo. Wapenzi watazamaji, tunameza tama la maji na tukirudi tukoletea daluga la spoti. Kufuatia sare ya 2-2 kwenye muda wa kawaida na ule wa ziada. Mwanahabari wetu Farhan Abdulkadir amezama uwanjani na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ureno ilishinda taji la National League kwa mara ya pili baada ya kuwacharaza Hispania kwenye penalti baada ya mechi kumalizika kwa bao 2 za sare. Mshambuliaji Cristiano Ronaldo alifunga bao la ushindi katika ushindi wa nusu finali dhidi Ujerumani. Pia alifunga bao muhimu la kuzawazisha dhidi ya Hispania. Nuno Mendes aliyefunga bao la kwanza la Ureno alitoa pasi ya bao la Ronaldo na pia kufunga penalti yake. Alimsifu mkongwe huyo kwa mchango wake mkubwa. Ureno sasa ni taifa la kwanza kushinda taji hilo mara 2. Nikiripotia Dira ya GMS, jina langu ni Farhan Abdulkadir. Swadakta mpenzi mtazamaji. Endelea sawa.
Swadakta, mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya spoti imetufikisha tamati ya taarifa hiyo. Hadi tukapopatana tena majaliwa. Jina langu ni Suleiman Ada. Na mimi ni mwanahabari wako Salwa Abdi. Kwa heri.